Je, unaifahamu picha hii? Hii ni moja ya picha maarufu zinazoonyesha anguko la binadamu kutokana na kula tunda la ufahamu wa mema na mabaya alilokuwa amezuiwa na Mungu katika bustani ya Eden. Kisa hiki kimesimuliwa kwenye kitabu cha Biblia na Qur'an, na kwa sababu hiyo wanasanaa wa michoro nao wakatumia uwezo wao wa kisanaa katika kuchora, ili basi mimi na wewe tuweze kuelewa vizuri pale tunaposoma kisa hiki kwenye vitabu vyetu vya dini. Kwa mujibu wa vitabu vyetu vya dini, tunda lile walilokatazwa Adamu na Eva au Hawa kula lilikuwa ni tunda lenye uwezo wa kuwafanya wakatambua mema na mabaya, lakini kikubwa zaidi ni kuwa na uwezo mkubwa wa kufikiri ambao utamfanya binadamu awe na tamaa na pengine asiwe mtiifu kwa Mungu. Na kulingana na michoro na maandiko mengi ya wasomi wa zamani na sasa, tunda lile lilifafanuliwa kama tunda la apple. Sasa ikiwa imepita miaka zaidi ya 6,000 toka Adamu na Eva au Hawa watende kosa lile, dunia imejikuta ipo kwenye teknolojia kubwa yenye kila aina ya ubunifu wa vifaa mbalimbali vya kiteknolojia ikiwemo vya mawasiliano. Na hapo ndipo utagundua kwamba asilimia kubwa ya watu wengi duniani kote wanatumia vifaa vya mawasiliano, yani simu zenye nembo ya tunda la apple lililong'atwa upande. Sio simu tu, lakini pia computers, yani desktops na laptops ambazo pia nyuma kuna alama ya tunda hilo la apple lililong'atwa upande. Na vifaa hivi vimekuwa na uwezo mkubwa katika mambo mbalimbali ambayo ni mambo pendwa ya watumiaji wake, kwa mfano kamera, uwezo wa kuedit video na filamu, lakini pia uwezo wa kuonyesha picha ang'avu, kiasi kwamba kuna baadhi ya videos za wasanii mashuhuri duniani akiwemo Beyonce, Lady Gaga na Selena Gomez zimeshutiwa kwa kutumia simu zenye logo ya tunda hilo la apple. Si hivyo tu, pia kuna filamu kubwa za Hollywood nazo zilishawahi kushutiwa kwa simu hizo katika baadhi ya scenes. Kwa mfano filamu kama 28 Years Later inaelezwa baadhi ya scenes za kukimbia zilishutiwa na simu zenye logo ya tunda la apple kwa nyuma. Kimsingi, vifaa hivi vimekuwa ni chachu ya mabadiliko ya kimtazamo, hadhi na uelewa wa mambo katika jamii za watu wengi duniani. Hapa namaanisha kwamba vifaa vyenye nembo hii vimefanya watumiaji wake waonekane ni watu wenye hadhi fulani hivi kubwa kwenye jamii zao, lakini pia waonekane wastaarabu na walioelimika ukilinganisha na watumiaji wa vifaa vya namna hiyo vya makampuni mengine, kwani mpaka sasa inaelezwa vifaa hivi vina zaidi ya watumiaji bilioni 2.4 duniani kote, na kwa sababu hiyo imepelekea watu wengi kutaka kumiliki vifaa hivyo, hata kama itawabidi wagharimu kupoteza utu wao kwa namna ambayo ni chukizo mbele ya Mungu. Swali langu ni kwamba imetokea bahati mbaya kuwepo kwa vifaa hivi vyenye nembo ya tunda la apple kupendwa zaidi na watu wengi duniani kote kila siku zinavyozidi kwenda, au kuna siri kubwa ya kiroho hapo katikati ambayo hatuielewi? Niandikie maoni yako hapo kwenye comment section. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Langu jina ni Kenny Ukiz. Bye bye.